wetu mchungaji na mama pia kwa kunipa kibali za kusimama mbele yenu, lakini na kuandaa semina hii. Nasema Mungu asante sana, lakini pia asante pia wazazi hao kwa kunikumbuka na kuniona. Anaongea neno moja tu hapa. Mtu aliyekuona ukiwa mdogo alafu nasimama mbele yake, changamoto sana kusema. Huwa inapendeza, lakini kuna namna ambayo hata msimamaji anaweza kana jisihisi vitu fulani. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba katika miaka mingi sana ndio tunaweza kukutana na kusimama kwenye madhabahu ambayo Mungu amekuwa mimi kuweza kusimamia pamoja na mama. Mungu awabariki sana. Na kwa maana hiyo niko hapa kwa ajili ya neema ya Kristo, na kwa kuwa nimeshatoa shukrani zangu, ni kuahidi tu kwamba semina hii kwako itakuwa ya baraka na semina ya pekee sana kwenye maisha yako, hukuwahi kutegemea. Na Mungu ana tabia ya kuwa na mafunuo mapya kila siku zinazoenda kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo yale mafunuo mapya ambayo Mungu anayaleta kwenye maisha ya mtu, kusudi lake ni kumtengeneza amfikishe kwenye kile kimo cha Kristo ambacho Biblia inasema, yani kimo cha utimilifu. Haleluya. Kanisa linajengwa na kukua kuelekea, hebu sema kuelekea kimo cha Kristo cha utimilifu. Jamani, nasema Mungu awabariki. Amen. Ukisikia Mungu akubariki wewe unapokea brother, ndio time yako ya kupokea. Amen. Na ukishapokea, ukishayakubali neno amen, maana yake na hiyo hivyo itokee kwenye maisha yangu. Amen. Kwa namshukuru Mungu kwa ajili yenu, nimependa kazi mnaofanya, commitment yenu, kwa sababu swala la kujitoa kwa Mungu sio habari ya fedha kwanza, ni habari ya moyo wako kwanza na nguvu zako, na Biblia inasema na mali zako. Kwa hiyo vitu vyote vinahusika hapo. Kwa Mungu awabariki sana kwa kazi njema. Ujumbe wetu wa leo, ninapenda nitembee kwenye ujumbe ambao ni thimu au ujumbe mkuu wa ibada na semina hii, unaosema Bwana amefufuka kweli kweli. Sema Bwana amefufuka kweli kweli. Wakati mchungaji ananiambia habari ya ujumbe, aliniambia uwe huru katika hiyo, lakini na mimi nikajisikia kuwa connected kwenye ujumbe huu na mstari huu unaotoka kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 24 na mstari wa 34, na unasema wakisema Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Bwana amefufuka kweli kweli, na ishara ya kuonyesha kwamba amefufuka amemtokea Simoni. Kwa maneno haya yananishuhudia na yanatushuhudia kwamba ufufuo wa Yesu ulikuwa ni ufufuo wa kweli kweli. Simoni anaonekana kama shuhuda wa habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Sasa katika ujumbe wa leo wa Pasaka hii, wa semina hii, tutazungumza vitu vitatu vikubwa. Kila siku tutazungumza kitu kimoja. Maeneo makubwa ya ushuhuda au ya uthibitisho ya kuwa Bwana amefufuka kweli kweli ni haya matatu. La kwanza, tutazungumza habari ya nguvu ya msalaba. Nisaidie kusema nguvu ya msalaba. Sema tena nguvu ya msalaba. Alafu siku ya kesho tutazungumzia ukuhani wa Kristo. Sema ukuhani wa Kristo. Kwa hiyo kesho tutazungumzia ukuhani wa Kristo, lakini siku itakayofuata ya mwisho tutazungumza jambo la mwisho, linasema kazi ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tutaona kipande cha damu ya Yesu Kristo. Haya mambo matatu yanahusisha habari ya ukweli kuhusiana na Bwana kufufuka. Sasa tunapoanza kuzungumza kwa habari ya nguvu ya msalaba, tunataka tuone msalaba katika maeneo kadhaa. Na hiyo kipande cha leo unaandika tu nguvu ya msalaba. Yako maswali mengi kuhusiana na msalaba. Na tunapozungumza msalaba tunamaanisha kitu gani? Sasa maswali ambayo yanaendelea kwenye jamii ya Kikristo, jamii ya watu wasio wa Kristo pia na dini nyingine na wapagani, kwa kuwa wanauona huo msalaba, maswali yanayoendelea ni kwamba nini historia ya msalaba, ama msalaba ni nini, na kwa nini kifo cha Yesu kinahusishwa na msalaba.
Hata Wapentekoste leo tunaweza tukajiuliza, kuna watu hawajajua kwa nini kinahusishwa na msalaba, lakini kulikuwa na sababu gani? Haya ni maswali. Nini ilikuwa sababu ya Yesu kuhusishwa na kifo cha msalaba? Kwa nini msalaba? Historia ya msalaba, na kwa nini Yesu anakufa kifo cha msalaba? Lakini pia nini picha inayoletwa katika namna ya msalaba? Tunaona nini tunapoona msalaba? Roho zetu nyingi ambazo tunatengeneza za kimakanisa, hasa makanisa ya Kikristo, tunamalizia na ishara ya msalaba. Kwa nini msalaba? Leo tuzungumze msalaba kwa sababu tunaiona mauti ya Yesu pia katika Ijumaa Kuu inahusishwa na msalaba. Eneo la kwanza la kujibu maswali haya, tuangalie historia ya msalaba, ama historia ya msalaba wa Yesu. Sema amen. Sema amen in the fire. Sema tena amen katika moto. Kwa historia ya msalaba inaonekana bayana katika historia ya kibiblia kwanza, na unapoangalia historia ya kibiblia na historia ya pili ni ya matukio. Hebu sema kibiblia alafu na kimatukio. Kwa unapochukua msalaba, kuna maeneo mawili tunaweza tukaiweka. Ya kwanza ni historia ya kibiblia, lakini kuna historia ya kimatukio. Sasa historia ya kimatukio, sasa unaandika tena moja, historia ya kimatukio. Wale mnaoandika moja, historia ya kimatukio ni historia inayohusisha eneo ambapo Yesu alisulubiwa, pahali ambapo Yesu alisulubiwa. Lakini ni historia inayohusisha Goligota. Ndio maana unasikia Goligota. Siku kama za leo tunapofanya ukumbusho, tunamaanisha kwamba tunaanza kuiona historia ya Goligota kirahisi, kwa maana ya kwamba ilihusika na mauti ya Yesu, lakini na msalaba wa Yesu unaonekana kupatikana hapo. Na Goligota ilikuwa ni nje, wanasema, ya ukuta wa Yerusalemu, yaani mbali ya pembeni kidogo ya Yerusalemu, mahali ambapo Yesu alipelekwa akasulubiwa. Kwa historia hii ilikuwa katika namna ya Goligota, mahali manake pafuvu la kichwa, mahali pa kusulubishwa kwa Yesu. Lakini kipengele cha tatu kwenye hiyo historia ya matukio, tunaona historia ya msalaba, it's a political context. Ni kwamba ilikuwa inathibitisha muktadha wa siasa, hasa siasa ya Kirumi. Siasa ya Kirumi ilikuwa inaonyesha kusulubiwa ni hatua ya adhabu ya mwisho anayoweza kupewa mhalifu aliyefanya uhalifu wa zaidi, au tuseme kama muhaini ambaye kosa lake kwa serikali ya Tanzania na sheria za Tanzania hawezi kusamehewa. Maanake huyu mtu lazima ausulubiwe. Sasa katika dola ya Kirumi, kanuni ya msalaba ilikuwa ni hatua ya kumwonyesha mtu huyu hatakiwi kuishi, lakini anapewa adhabu ya mwisho na hatuna adhabu nyingine. Yaani sio tu kuuawa, lakini kuwekwa kwenye msalaba. Kwa hakukuwa na historia nzuri ya msalaba, manake unapoleta katika tafsiri ya Biblia ilikuwa ni historia ya kifo cha aibu, kifo cha mateso, kifo cha maumivu makali, kifo cha taratibu mpaka mtu anaondoka. Alikuwa hakati tu mtu kichwa alafu anaondoka dakika moja, hanyongwi tu, anauawa kwa kuguswa kidogo kidogo, maumivu mpaka anakufa. Kwa dola ya Kirumi ilisheki jambo hili ama kusulubiwa huku kwa maana ya kumkomesha mhalifu. Sasa Yesu anaonekana kutokea kwenye historia ya msalaba kwa sababu yaliyakuta mazingira ya siasa ya Kirumi yanamhitaji kwa namna alivyokuwa ya mwadhibu kulingana na hali aliyokuwa nayo. Kwa alikuwa hana namna ya kukwepa mauti ya msalaba, kwa kuwa ilikuwa ni mauti ya mwisho. Ashukuriwe Mungu kwa sababu katika mauti ya mwisho mimi leo naitwa ni mtu.
Katika mauti ya mwisho maisha yangu yanawekwa huru. Katika mauti ya mwisho leo unaitwa chombo cha Mungu. Katika mauti ya mwisho kabisa ya maumivu makali, tunasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo ndio historia ya msalaba, eneo la kimatukio. Sasa eneo la pili ni eneo la kibiblia. Eneo la kibiblia tunasema theological and symbolic meaning of the cross of Jesus. Eneo la kitheolojia au tafsiri ya kibiblia tunasema katika Ukristo msalaba unawakilisha mambo yafuatayo. La kwanza, msalaba tunapoona katika namna ya Biblia ni alama ya mauti, ni alama ya mauti, na ndio maana Yesu ameipitia alama hii ya mauti kuonyesha ni lazima iwe. Na Mungu alipomtoa Yesu anaionyesha ahadi ya Yesu kupitia mauti, kwa sababu ilikuwa hakuna namna ya kuleta ukombozi isipokuwa kwa mmoja kufa. Tutaangalia maandiko. Msalaba wa Yesu umefanya mambo mengi. Kwa alama ya kwanza tunayoiona ama katika msalaba tunaona uwakilishi wa alama ya mauti. Kitabu cha Yohana 19 mstari wa 17. Yohana 19:17 na 18. Akatoka hali akichukulia msalaba wake, sema akichukulia msalaba wake, yaani ameubeba mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa au kwa Kiebrania Golgotha. Kwa hiyo anatoka kuelekea mpaka, manake aliishia mahala pa mauti pale. Wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja naye, mmoja upande mmoja huku na Yesu katikati. Kwa hiyo wakamchukua wakamweka katikati, lakini akatoka. Na hii inaonyesha alipokaa kushoto na kulia, maana yake ilikuwa ni alama ya mauti. Yesu akakaa katikati yao. Ashukuriwe Mungu kwa sababu kulikuwa logically kuna kitu kinazaliwa katikati ya watu wawili waliokuwa wamesulubiwa pamoja na Yesu. Mmoja akakaa kushoto na mwingine akakaa kulia. Lakini iangalie kwanza, msalaba ni alama ya mauti. Kwa kuwa majambazi wale tunawaona pia wanasulubishwa pamoja na Yesu. Makosa yao yalikuwa tofauti, lakini wanapelekwa wote. Ndio maana nimekurudisha katika historia ya Kirumi na siasa ya Kirumi. Ilikuwa lazima mtu anayestahili adhabu kubwa apelekwe kwenye adhabu ya msalaba. Kwa hiyo ilikuwa ni alama ya mauti. Kwa Biblia inasema ya kwamba akatoka akachukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo Golgotha. Hapo Yesu akasulubiwa. Jambo la pili tunaloangalia, msalaba unawakilisha alama ya ukombozi. Hebu sema ukombozi. Unapouona msalaba, usiuone msalaba kama picha, lazima uone ukombozi unazaliwa pale ndani ya msalaba. Uone uzima wa Mungu unazaliwa ndani ya msalaba. Ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5. Isaya 53 mstari wa 5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sema sisi tumepona. Yesu alijeruhiwa, akachubuliwa, akaumizwa, na kwa habari ya yale aliyoyapitia mimi na wewe tumepona. Ndio maana tunasema msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo wake. Haleluya, ninaushi. Inaosotaka tena hapo Joni
huyo anasema sioni haya, mti wake sitakana. Hebu sema sitaukana mti huu. Sema sitaukana mti huu katika jina la Yesu. Hauna namna, ulipoingia kwenye nyumba ya Bwana, ule mti utakaa mbele yako kudhibitisha ya kwamba wewe ni wa njia ya Kristo. Jamani, msalaba ule wa Yesu wetu ni mtupu, na kwa kuwa ni mtupu, tunabakia kuona kama ishara ya alama ya ukombozi wa maisha yetu. Jambo la tatu tunaloliona ni alama ya imani. Imani yetu imejengwa kwenye msalaba. Msalaba ni alama ya imani. Msalaba ni alama ya imani. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania 12:2, alama ya imani, alama ya imani. Tukimtazama Yesu, Waebrania 12:2, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kudharau aibu. Come on. Akadharau aibu. Unajua kudharau aibu ni kwamba potelea pote, kwa kuwa imewekwa hii kama kifo cha aibu, na kama ni kifo cha kudhalilishwa nitakiendea. Biblia inasema akachukua hiyo, akaidharau ile aibu, na alithubutu kudharau aibu, na Biblia inasema ya kwamba alitimiza imani yetu. Nia ya kudharau aibu, Yesu alikuwa anatimiza imani. Kwa hiyo huna haja ya kuwa na aibu, kwa sababu aibu yako Yesu alishaibeba. Una hofu kuhusiana na mambo ya uchumi na maisha, itakuwaje? Ndio kwanza umri wangu ni mdogo na ndio sijielewi. Nataka nikwambie, hautaaibika ikiwa tutaiona ishara ya msalaba kama Yesu alishamaliza yote. Kuna watu wamejichukua kwenye status za familia zao, wamejiweka hapo, wanapoangalia familia zilivyoishi wanahisi kama ndio tutaishia hivi. Nataka nikwambie, aibu iliyotoka kwenye familia yako na ukoo wako, ukielewa kazi ya msalaba, inafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Una sababu ya kuogopa, kwa sababu Yesu anasema alichukua yeye, anasema ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu. Kuna furaha iliandaliwa mbele ya Yesu baada ya kazi, akaistahimili aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo jambo la tatu ni alama ya imani. Jambo la nne, tunasema msalaba ilikuwa ni njia kibiblia ya kuonyesha huzuni ya namna ambavyo Yesu alikuwa anaipitia kwa ajili ya ulimwengu. Kwa msalaba ulikuwa unaonyesha huzuni kibiblia. Hilo ni jambo la nne, ni kwamba Yesu anapitia vituo karibu 14. Kitheolojia unaona anapitia kibiblia na kimaandiko vituo karibu 14, lakini hiyo yote ilikuwa ni njia ya kuondoa na kubeba zile huzuni za moyo. Haleluya, haleluya kanisa. Kwa hiyo ilikuwa ni mojawapo, lakini kingine unaweza kukiandika, ilikuwa ni alama ya sadaka. Yesu anaitoa sadaka ya maisha yake kupitia msalaba. Anaitoa sadaka yake kupitia msalaba, na kwa maana hiyo ni kwamba ile sadaka anayoitoa, anajua sadaka anayoitoa imekamilika. Na sadaka ya Yesu kutoka msalabani haikuwa ya bahati mbaya, na ile sadaka ilipotolewa mara moja, Biblia inathibitisha ya kwamba inaukomboa ulimwengu wote. Tunapoangalia sasa hayo, tuangalie kipengele cha pili au eneo la pili la maeneo ya msalaba. Unaweza ukaandika tu matokeo ya kazi ya msalaba wa Yesu. Matokeo ya kazi ya msalaba wa Yesu. Bwana
wangu tena Mungu ndilo jina. Haleluya. Msalaba unaleta msamaha wa dhambi, unaleta msamaha wa dhambi. Msalaba unaleta msamaha wa dhambi. Kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5 tunauona msalaba wa Yesu, kwa namna Yesu alivyofika kwenye kifo cha msalaba na namna anavyozaa watu ambao wanasamehewa kutoka kwenye dhambi. Nataka nikwambie, dhambi ilipoingia duniani, Mungu hakuona namna ya kushughulika na dhambi kwa gharama ambayo itaifutilia mbali. Mapenzi ya Mungu ni kwamba mwanadamu aishi maisha ya utakatifu. Sasa dhambi ilipoingia, Biblia inasema kwenye kitabu cha Ibrania hazikufaa damu zote. Maana yake inaonyesha reference ya kwamba baada ya anguko la mwanadamu, alipoanguka tu kwenye bustani ya Eden, Biblia inasema ya kwamba Mungu akaanza kutafuta means za kumrejesha mwanadamu kwenye hali ya utakatifu. Ndio maana unaona katika maandiko na maeneo mbalimbali ambapo ni sheria za Musa, Mungu anatoa kanuni za utakaso, ikiwa ni pamoja na kumwaga damu, ikiwa ni pamoja na kumwaga damu za wanyama. Na zile damu za wanyama zilizokuwa zinamwagika ilikuwa kama ni sehemu ya kuthibitisha msamaha, lakini haikufaa. Mara ya kwanza unaangalia anguko la mwanadamu lilipotokea, Biblia inasema Mungu akafanya mwenyewe utakaso wa kuficha aibu ya mwanadamu kwa kumchinja mwanakondoo, na yule mwanakondoo alipochinjwa akavalishwa damu na Eva ile ngozi. Alipovalishwa ngozi, ilikuwa inathibitisha kwamba damu ina uwezo wa kukava dhambi ya mtu ama aibu ya mtu. Kwa nini nataka kusema matokeo ya msalaba yalikuwa la kwanza ni kuleta msamaha wa anguko la dhambi?